Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni siku njema tena, Bwana ametupa tafakari kutoka katika kitabu kile cha Mithali, sura ile ya 4 na mstari ni ule wa 13. Biblia inasema, mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike, maana yeye ni uzima wako. Mshike, maana yeye ni uzima wako. Haya maneno yana tafsiri mbili, ama yamebeba pande mbili, kwa sababu anaposema mshike sana elimu, kwa maana mkamate elimu, swali la kuja kupata tafsiri unayotakiwa kusimama nayo, lazima ujue ni upande upi unazungumzia elimu. Elimu, kuna elimu ya afya, kuna elimu ya maisha, kuna elimu ya ujasiriamali, kuna elimu ya biashara, kuna elimu ambayo tunaona watu wanasoma kuanzia watoto mpaka anafikia umri mkubwa, inategemea anasoma mpaka wapi. Hiyo ni elimu ambayo imecombine vitu vingi, mpaka mtu anakuja kuwa daktari, mtu anakuja kuwa engineer, mtu anakuja kuwa hivyo pilot, hivyo fanyibiashara na kadhalika. Kuna elimu alipata. Kama tunavyosema kuna elimu ya ujasiriamali, mtu anataka kufanya biashara, ziko elimu za ujasiriamali hivi tele ambazo zinaweza zikamwezesha mtu akaanza biashara from the grassroots mpaka akafika akawa mfanyibiashara mkubwa, kama tunavyoona kina Baresa na wengineo wakubwa, kina Mengi, Mungu amlaze mahali pema, roho yake mahali pema, na kina Mo wengine. Ukifuatilia historia yao utakuta kwamba kuna mahali walianzia, lakini kuna elimu waliipata ikawafikisha mahali waliko leo. Kwa hiyo tunapozungumzia elimu, kwa maana ya elimu ina mapana yake, lakini mimi ninataka kuizungumzia katika engo mbili tu, ambaye engo ya kwanza nimeisema hii ya kwamba ujasiriamali kwa faida ya mwili, niiweke kwa namna hiyo, elimu kwa faida ya maisha ya mwilini. Lakini kuna elimu kwa faida ya maisha ya rohoni, hiyo nayo ni elimu. Biblia ilivyosema kwenye Mithali 9:6 kwamba enyi wajinga, acheni ujinga, mkaiendee njia ya ufahamu. Kuendea njia ya ufahamu maanake ni kupata elimu. Ninapokea elimu juu ya nini? Hata ndio nipate ufahamu juu ya hicho nilichojifunza, alafu ndio niweze kukitendea kazi ama kukiishi. So tumeona kwamba tuna engo mbili ambazo zinabebwa na elimu. Kwa hiyo elimu inaweza ikawa ni upande wa rohoni, elimu inaweza ikawa ni upande wa maisha, na vyote hivi vimebeba umuhimu. Hakuna kimoja ambacho hakina umuhimu. Kimoja kikikosekana, kuna mtu atapungukiwa katika eneo lake la maisha ya sasa ama ya baadaye, na itakwenda kusababisha hasara. Mfano, nimekosa elimu ya darasani, kuna mahali nitafika patakuwa pagumu kwangu kutembea, kwa sababu patahitaji niweze kuapply elimu ya darasani ndio niweze kuvuka, na mimi sina. So matokeo yake itabidi nitafute watu wa kunisaidia niweze kupita hapo. Though hata ukiwa na elimu bado unabanwa, kwa sababu inategemea ni elimu gani unayo. Una elimu ya darasani lakini huna elimu ya sheria. Inapotokea kuna kesi, kuna tatizo limetokea, utamtafuta mwanasheria. Una elimu ya darasani lakini huna elimu ya udaktari. Though elimu ya udaktari imepatikana darasani, ukiwa mgonjwa unaenda wapi? Kumtafuta daktari, kwa sababu ule ni mkondo. Sasa tunapozungumza katika elimu ya maisha ya mwilini, ina michepuko yake ya mikondo, kama hivyo nimesema udaktari, hivyo ujasiriamali,
hivyo. Kwa hiyo watu wanaishi ulimwenguni kwa sababu kuna elimu walipokea ambayo inawawezesha wao kuendesha maisha yao kwa namna hiyo wanayoendesha. Kwa hiyo wanafaidika katika kuishi hapa duniani, anapata kile kinachomstahili ili maisha yake yaweze kuendelea. Ni mzazi anapokuja kuoa, anapokuja kuzaa, ataweza kuwasomesha watoto wake kwa sababu watahitaji fedha, watahitaji, na yeye amepata elimu, tawapeleka shuleni na wao wakasoma. So katika maisha yake atakuta elimu inambeba kwa namna moja ama nyingine, nategemea ni elimu gani. Lakini pia tukija kwenye upande wa rohoni, kuna elimu ya rohoni ambaye ni elimu ya kumjua Mungu. Ayubu anasema 22 kwamba mjue sana Mungu ndipo mema yatakapokujia. Ukimjua Mungu kuna faida yake. Sasa kwa manake, ninapopata elimu ya kumjua Mungu inanipatia mimi faida ya kuishi na Mungu, kuyafanya yale yanayostahili na Mungu. Ayubu 22 mstari wa 21, mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndivyo mema yatakavyokujia. Kwa hiyo kuna elimu ya kawaida hii ya duniani, tumesema ya akili, ambayo bado naweza kusoma, na nisipopata elimu ya kumjua Mungu bado naweza kukwama. Na naweza nikawa na elimu ya kumjua Mungu, nikawa sina elimu hii ya duniani, na bado pia nikakwama. Sasa hivi vitu viwili ama hizi pande mbili ni muhimu kwa maisha ya mwanadamu. Ndio maana sasa kwenye Mithali, ndipo Mithali 4 akatuambia mkamate elimu. Sasa tafakari yetu ya leo inatuambia ya kwamba tumkamate elimu wa pande zote mbili. Mkamate elimu ya duniani kwa maana ya darasani, ya kuendesha maisha yako hapa duniani vizuri, na umkamate elimu ya rohoni itakayoendesha maisha yako baada ya hapa duniani. Tumewekewa kuishi mara moja tu hapa duniani, na ili tuweze kuishi duniani tunahitaji elimu ya duniani kwa manake ya darasani na elimu ya ulimwengu kutufundisha, lakini tunahitaji elimu ya kiroho ambayo ndio itatengeneza maisha yetu ya baadaye, ili tusije tukapata hasara ya nafsi zetu. Kwa hiyo andiko hili limebeba maana kubwa sana, na sio maana moja tu ya kusema kwamba usome tu hapa duniani, usome duniani. Kuna watu wamejaa kuzimu wakiwa walikuwa na elimu ya duniani, walisoma sana, lakini hawakuweza kupata elimu ya kiroho hata iwawezeshe kumjua Mungu sana, alafu basi waweze kuwa na amani, hata yale mema yaweze kuajilia. Mema yanakujia kwa manake utapata mema baada ya na hata na sasa, kwa sababu elimu ya kiroho itakufundisha nidhamu ya kuishi kwenye elimu ya duniani. Elimu ya duniani itakupa pesa, itakupa marafiki, itakupa kazi, lakini ukipata mshahara wako, elimu hiyo ya duniani inaweza ikakuangamiza kwa mshahara uliopata kwenye kazi uliopata kutokana na elimu uliopata. Ukalewa pombe, kupata ajali, ukawa kilema. Ukalewa pombe, ukafukuzwa kazi. Yani kuna mambo ambayo yanatokea ama yanafanyika. Sasa elimu, tafakari ya leo inatutafakarisha hili ambacho ndo Roho Mtakatifu ametaka tutafakari. Je, mimi nina elimu ipi? Ukiwa na elimu ya rohoni tu bila elimu ya mwilini, bado kuna hatari. Maana katika elimu ya rohoni bado tuna falme mbili. Kuna ufalme wa shetani unatumia elimu ya rohoni pia, ambayo elimu ya rohoni ya ufalme wa shetani itakupotosha, itakuangamiza, ambapo pale utakutana na elimu potofu.
ukafikiri umemjua Mungu, kumbe hujamjua Mungu. Kwa hiyo ukiwa na elimu ya rohoni tu, shetani atakupandia huko huko kwenye elimu ya rohoni na atakupindisha na atakuangamiza. Lakini ukiwa na elimu ya duniani ya darasani, utapata ufahamu. Ndio akasema, enyi wajinga, acheni ujinga mkaishi, mkaendee njia ya ufahamu. Utapata ufahamu wa kutambua hapa ni uongo. Maana elimu ya duniani inakupanua mawazo, fikra za kutambua mambo hapa duniani. Na elimu ya rohoni ya Mungu pia inakupanua fikra, mawazo na moyo kutambua yale ya rohoni. Sasa kama wewe uliona hakuna faida kwenye elimu mojawapo, kuna watu wanaona hakuna faida ya elimu ya rohoni. Mungu anataka tusome elimu ya duniani, tufanye kazi, tuishi. Naam, ni kweli. Lakini anataka tumjue na yeye pia. Na hatuwezi kumjua kwa elimu ya duniani, tutamjua kwa elimu yake. Atatufundisha. Yesu Kristo akasema, alipokuwa anapeleka ripoti yake kwa babake, akasema, jamani, wale ulionipa walikuwa wako kwanza, ukanipa. Nimewafundisha wakujue wewe. Elimu ambaye Yesu Kristo alileta ilikuwa ni elimu ya rohoni, ili tumjue Mungu. Ndio maana sasa tunapompokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, anatufungua ufahamu wa kumjua Mungu wetu, tuweze kuishi naye na kupata faida ya maisha ya baadaye baada ya hapa. Ndio maana kuna kwenda mbingu na kuna kwenda jehanamu. Sijajua wewe unachagua lipi. Utasimama kwenye elimu hipi? Ushauri wangu, simama kwenye elimu zote. Zitakutengenezea mazingira mazuri ya maisha yako ya baadaye. Tafakari katika maisha yako. Uliachia elimu ya duniani wapi? Uliachia elimu ya rohoni wapi? Ni wapi ulifika ukaona hakuna faida ya wokovu? Rudi, kuna faida. Ni wapi ulifika ukaona hakuna faida ya elimu ya duniani? Rudi, usome, kuna faida. Bwana Yesu tusaidie kupitia Roho yako Mtakatifu. Na pia tuna makosa mengi tulishafanya, lakini unaweza kutusaidia tukasimama. Tunaomba rehema, ukatusamehe katika maharibifu ambayo tumetembea nayo. Lakini leo umetufundisha tukamate elimu, ndipo tuweze kuishi vyema. Na leo tunafanya maamuzi ya kukamata elimu tena sana, na wala hatutamwacha. Elimu ya rohoni na elimu ya duniani. Roho Mtakatifu tufundishe. Wewe ndiye mwalimu wetu, ukatusaidie. Nasi tutamshika sana yeye huyu ambaye ni elimu, kwa sababu ndio uzima wetu uko hapo. Mungu akubariki.